الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jana tuliingia kuelezea mlango unaofungamana na kujifunga ndani ya msikiti. Tukaelezea jana kukaa i'tikafu kuna kusudiwa maana yake ni nini, na tulipitia pia kuelezea hukumu zinazofungamana na kukaa msikitini, na tukapitia pia kuelezea masharti ya kuswihi i'tikafu. Leo tukiendelea katika darasa hii ya kuelezea mambo yanayofungamana na i'tikafu, tutaelezea sunna za i'tikafu. Ziko sunna nyingi sana za kuketi i'tikafu msikitini, lakini tutataja baadhi nazo ni kama hizi ambazo tutawaorodhesheeni, nazo tuzitilieni maanani. Ya kwanza, an yakuna fi jami'in ay tuqamu fihi jum'a. Imesuniwa itikafu yenyewe ni sunna, na katika sunna zake imesuniwa iwe ni katika msikiti uliokusudiwa kuswaliwa Juma, yani uwe ni msikiti ambao wasimamishwa swala ya Ijumaa. Haijalishi msikiti uko vipi, hata kama ni msikiti kama huu mdogo, lakini ni msikiti unaosimamishwa swala ya Ijumaa, basi imesuniwa i'tikafu mtu akae kwenye msikiti huo kuliko kukaa kwenye msikiti ambao hausimamishi swala ya Ijumaa. Hata ukiwa ni mkubwa kiasi gani, Juma halipimwi kwa ukubwa. Msikiti huu wa Juma, basi hunu ni mkubwa, basi hunu unapaswa kuswaliwa Jumaa. Maadamu hausimamishi swala ya Ijumaa, sunna waweza ukaketi msikiti huo, lakini imesuniwa ukae kwenye msikiti ambao wasimamishwa swala ya Ijumaa kama huu. Ya pili, an yakuna yauman kamilan, na iwe ni siku mzima kamili, siku mzima kamili. Wal afdalu, lililokuwa bora zaidi, ni dhamu lailati ila al-yawm, ni kukusanya usiku na siku yake, ndio utakuwa umepata fadhila zaidi. Sunna ya tatu, an yakuna saiman, imesuniwa kwa mwenye kuketi itikafu awe amefunga, iwe ni Ramadhani iwe si Ramadhani, imekokotezwa zaidi awe ni mwenye kufunga. Na hizi mbili ni kwa sababu ya kutoka kwenye khilafu, wengine wamesema haiswi i'tikafu isipokuwa kwa mtu aliyefunga, na ile nyuma pia wamesema haiswi i'tikafu mpaka iwe ni kwenye msikiti unaosimamishwa Ijumaa. Kwa hivyo ni kwa ajili ya kutoka kwenye khilafu, lakini si sharti mpaka uwe umefunga ndio iswihi i'tikafu yako. Wa an yukthira min ad-du'a wa dhikri wal ibada, akithirishe kuomba dua. Umeingia msikitini umetia nia i'tikafu, basi imesuniwa ukithirishe kuomba dua, umuombe Mwenyezi Mungu. Dua ni dua yoyote,
sikuwapiza, maana wengine amekosewa huko, alikuwa yuaja msikitini, basi aketi aombe dua tenia itikafu huku akimlani mtu. Haifai kuwapiza. Na siku hizi hayo mambo ya dua za kuwapiza zimekuwa nyingi kushinda kumwombea mtu dua za khairi. Muombe Mwenyezi Mungu, ya Rabbi mpe hidayah, mjalie aongoke, hata kama amekukosea wewe, lakini uwe ni wewe ndio uliyekosewa, basi wani laana, tusisubiri dua nyingine zaidi ya hiyo dua ya maangamivu ya laana. Na siku hizi kumekuwa hali ni hivyo, watu hawapendani, mahaba hakuna, chuki zimetawala. Ndio maana watu hawaombeani kheri. Mtu akikosea kidogo tu amwambia mwana laana, ukimkumbuka tu kwenye dua zako basi wamwapiza laana. Muombe mafanikio, na ukimwombea mwenzako kheri kwanza za kurudia wewe. Hatujui tu faida ya kumwombea dua ndugu yako. Ukimwombea wapata wewe kwanza. Haya sasa, ukimwapiza laana ya kupata wewe kwanza pia, ikiwa hastahiki ile laana ya kurudia wewe kwanza. Na kweli zinywa zimekuwa ni hivyo, mambo ya kiupuzi tu, watu wapizana laana, fika hadi mpaka mzazi kumlaani mtoto wake. Na ukimwangalia huyo mtoto mwenyewe hata hajafikia umri wa kubalighi, maskini, hata madhambi bado kuandikiwa. Naona mambo, majumba hayaendi, hayanyoki, watu hawatengei, chuki zimekuwa nyingi sana. Baba na mwana wana maelewano mazuri, ndugu wengi wamekatana. Hata ukamwombea dua, wamwombea nini? Na wakati wewe bado hujatengeza nafsi yako. Na katika miongoni mwa masharti ya kujibiwa dua ni moyo wako unadhifishe, utakase moyo wako, na hali ya kuwa umetubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio ile dua inakwenda direct. Na ziko yako masharti kadhaa wanazuoni wametuwekea. Masharti hayo ni ya kujibiwa dua. Ndio maana leo watu wamekulalamika, mbona sisi twaomba dua hazijibiwi? Dua zina adabu, zina na masharti yake. Kisha mbio ukimbilia kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amesema ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Lakini jua kwamba si kuwa utaomba tu umwelekee Mwenyezi Mungu na moyo mchafu kisha waomba ujibiwe. Kwa hivyo kithirisha dua, na milango ya dua iko wazi kama ambavyo milango ya tauba iko wazi, na Mwenyezi Mungu haswa atakakuomba. Ndio hiyo ud'uni astajib lakum, niombeni nitawaitikia, nitawajibia dua zenu. Sasa ukiona dua haijibiwi, ima wewe mwenyewe yale masharti ya kujibiwa dua huko huonekani, hujayatimiza, au kama umeyatimiza si mpaka ujibiwe pale pale. Ukiomba dua basi subiri, na yaweza dua yako ikajibiwa hata baada ya miaka 10. Ikiwa manabii wangapi waliomba, si kwa hawakujibiwa, lakini ile saa ya kujibiwa, ile kheri na baraka Mwenyezi Mungu ameiweka kwa wakati fulani. Wewe huwezi kumwambia Mwenyezi Mungu, mimi kuomba leo nataka leo. Wangapi wengine wameomba na kuharakisha, hata mali nini au pewa mali akawa ni yenye kuangamiza, kama kina Karun. Inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alayhi. Kisha Mwenyezi Mungu asema tulimpatia funguo ambazo hazina yake si mtu yoyote mwenye kuzibeba, bali watu uluquwati, watu wenye mamlaka, wenye madaraka, watu wenye nguvu kiuwezo wa kiuchumi. Hao ndio wanaoshika funguo zake za hazina ya mali yake. Na inasemekana Karun hali yake ilikuwa duni, kwa dua ya Musa alitajirika. Sasa ukitaka haraka dua yako ijibiwe kwa ile saa yako, basi Mungu akikupa ujue haina khair. Wa sabrun jamilun wallahu almusta'an wala ma tasifun. Subra ni mzuri,
katika jambo lolote muumini atakana na subra, awe na subra katika mambo ya taa, yani awe na mudawama, awe na subra katika kuepuka maasi, awe na mudawama, aepuke mpaka hatima imchukue. Kwa hivyo ni sunna kwa mwenye kuketi itikafu akithirishe dua, akithirishe dhikri, akithirishe kufanya ibada. Na unaweza kuingia msikitini ukalala, kaamka ukatoka ukaenda zako, na ukawa umeandikiwa thawabu wewe kwa ile nia ya itikafu. Sasa mangapi leo tunaingia msikitini na hatutii nia ya itikafu? Na si ngumu, na waitul itikaf, khalas nimetia nia ya kuketi itikafu, hiyo basi. Ukiingia tu msikitini ukatia hiyo nia, basi utaandikiwa thawabu mpaka pale wewe utakapotoka msikitini. Sasa kuna ugumu gani na waitul itikaf? Yani nimetia nia ya kujifunga msikitini kwa nia ya gani? Ya itikaf, thawabu. Kwa hiyo ni muhimu sana kila tunapoingia misikitini tutieni nia ya itikaf. Hutotoka patupu, tatoka na thawabu nyingi. Na uwe na yakini ndugu yangu, kwa sababu sasa hivi wewe waona ni mambo tu, mambo ya kawaida ndugu, lakini siku utakapopewa daftari lako kaonyesha zile thawabu, hizi ni thawabu kadhaa kadhaa kadhaa, utatamani wakati huo, hata kama wewe ni mtu wa peponi, lakini utatamani urudishwe tena duniani. Hebu niambie wewe, kitu ya peponi kweli utatamani urudi tena duniani? Na hali zilizotuzunguka ni hizi, fitna nyingi, lakini aona ule ukubwa wa thawabu, ana imani ya Rabbi, nirudishe tena nifanye zaidi ili pepo yangu nami. Kwa sababu ukiingizwa peponi utaona kuna wale wakutangulia. Sasa na wewe watamani upate kile kilele cha juu, lakini nafasi hiyo ulitupa hapa duniani. Wewe ukiambia mambo ya thawabu uko kiadharau, kwani Mwenyezi Mungu hakusema huwa khairan wa adhamu ajra, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu. Lakini wewe ulikuwa ukichukulia tu. Jana tulisoma fadhila za i'tikafu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisemaje? Man masha fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin, mwenye kufanya juhudi kumsaidia kumtatulia haja ya Muislamu mwendani wake, basi ajira yake, ujira wake ni atalipwa ujira wa kuketi itikafu miaka 10. Miaka 10 wewe unaketi itikafu, ni thawabu kiasi gani? Hiyo ni haja moja tu. Je, haja mbili ukahakikisha ukamwendea mbio mpaka kisha tukaelezea pia hiyo itikafu usione thawabu zake ni kidogo. Kisha Mtume sallallahu akaendelea akasema vipi katika hadithi tuliyosoma jana? Man itakafa yauman ibtighaa wajhillahi, mwenye kuketi siku moja tu itikafu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu humweka mbali, hujalia umbali baina yake yeye na moto mashimo 3 au vizuizi 3, na kila shimo umbali wake ni umbali wa mashariki na magharibi. Bado wewe unadharau khair. Si dharau ndugu yangu, lakini hudharau wewe mtu akikupatia 100,000 waweza kufanya kazi usilale sababu wajua nitapata 100,000. Ni nini ndugu zangu? Thawabu ni kubwa, hazilingani na hizi thamani za kidunia. Ayatruka almakruhati wallahwi, aache mtu akiingia msikitini katika sunna za itikafu, aache mambo ya matukivu na mambo ya mapumbao ya upuzi. Aache. Ukishaingia msikitini, swali raka 2 za tahiyatul masjid, ukae kitako, ukae chini kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Kama ni wakati wa swala karibu, subiri wakati wa swala ukimiwe uswali. Lakini watu wengine wapenda wakiingia msikitini basi utafuta watu, taenda zungumze na huyu mambo yaliyopita tena, timu jana ilicheza fulani na fulani, mastori ni hayo ndani ya msikitini. Basi tokeni nje mzungumze, kama ni mambo ya kisiasa, mambo ya nini, tokeni nje. Hapa ni pahali ambapo pameandaliwa iwe mazungumzo yake ni mazungumzo ya ibada na kurba, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Hata Mtume wakati mmoja aliingia msikitini, nasemekana akawapata watu wanacheka. Hii ni kuonyesha walikuwa wakizungumza mazungumzo ya dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lau
mwayajua ninayoyajua mimi au ninayoyaona mimi, basi mungelicheka kidogo na mungelilia sana, sababu watu wana tabia ya ghafla kusahau. Na hata Mtume sallam, kuna riwaya inasemekana alisema, mazungumzo ya dunia ndani ya msikitini hula thawabu zako kama moto unavyokula kuni. Hasara ya kuzungumza mazungumzo ya upuzi ndani ya msikiti. Hii ni haikujengwa kwa nia hizo, kwa malengo hayo. Malengo ni ibada tu. Hizi ni baadhi ya sunna, lakini ziko nyingi, baadhi ya sunna za i'tikafu kulingana na wakati. Hizi tulizozitaja hapa ni 5, na pia kuna masala kadhaa yanayofungamana na ibada hii ya i'tikafu, lakini tutagusia masala mamoja ambayo ni masala muhimu. Suala lenyewe ni lipi? Mtu ameingia msikitini, baada ya kuingia msikitini akanuia i'tikafu na wetu i'tikafu. Baada ya kunuia, wa kharaja minhu, akatoka msikitini. Thumma rajaa ila almasjid, baada ya kutoka kisha karudi msikitini. Je, akiingia msikitini tena kwa mara ya pili, fahal yanwi al-i'tikaf maratan ukhra am takfihi niyatul ula? Akirudi tena, akiingia tena msikitini, je, atanuia tena nia ya i'tikafu mara nyingine au ile nia ya kwanza tayari imetosheleza? Leo umeingia msikitini ukatia nia ya i'tikafu kisha ukatoka, baada ya kutoka ukarudi tena, je, ukirudi tena ile nia ya kwanza imetosheleza au ni mpaka utie nia nyingine? Hapa kuna tafsiri. Tafsiri yenyewe ni hivi: ikiwa ulipoingia msikitini ulinuia i'tikaf mutlaqan. Nini maana mutlaq? Hukuifungamanisha nia ile ya kukaa kwako msikitini na muda, mfano wiki, siku moja, mwezi. Sasa hapo kuna tafsiri tutaangalia, ikiwa ile nia yake ni muqayyid, ameiqayyid. Jawabu ni ikiwa alitoka msikitini bila ya kuazimia kurudi. Maana mtu zingine wametoka msikitini ndio basi ameshatoka, kisha baadaye akaona wacha nirudi. Alipotoka hakuwa na azma ya kurudi, hapo lazima hustinafu niyatil i'tikaf. Hapo akiingia lazima tie tena nia. Lakini ikiwa ametoka akiazimia atarudi hata bila ya kwenda kujisaidia, ametoka tu mara moja, nia yake, azma yake ni kurudi, basi nia ile ya kwanza itakuwa imetosheleza. Ya pili, ikiwa hakuikaidi ile nia ya i'tikaf, yani kwa muda, hakuifungamanisha na muda. Ikiwa ameifungamanisha na muda, ile ya kwanza hakuifungamanisha na muda, mfano siku moja ametiania kuketi i'tikafu siku moja au wiki moja au mwezi mmoja, akitoka sasa, wakati anaporudi itaangaliwa vile vile, ikiwa alitoka kwa ajili ya kujisaidia, mishwari yake pia vile vile haitomlazimu, madamu azma yake tayari ile nia ya itikafu ameifungamanisha na muda. Kwa hivyo hata kama ametoka, hii yajulikana wazi atafanyaje, atarudi mpaka ile siku itimie. Kwa hivyo haina haja ya kutia nia nyingine, ile nia ya kwanza itafanyaje, itakuwa imetosheleza. Lakini ikiwa alitoka pasi na kwenda kukidhi mahitaji yake na pasi na kuazimia kurudi msikitini, kisha baadaye akaona wacha nirudi niendelee ile siku yangu kamili ifanyaje, ikamilike, basi hapo lazima atie tena nia ya i'tikafu. Tayeb, haya ni masala, hili ni suala ambalo lafungamana na i'tikafu. Pia kuna suala limeulizwa pembeni, tumeambiwa wajibu ni akina mama wanaotusikiliza. Swala lenyewe ni kwamba hapa wakati mwingine huwa stima hakuna. Sasa imamu akiswalisha huwa hasikiwi, na wao wamekuja kuswali swala ya jamaa, kumfuata imamu huyu anayeswalisha imamu wa kiume. Sasa stima zikizimwa, ikiwa hakuna stima, hatumsikii imamu, hatumjui anafanya nini au anafanyaje. Sasa tufanyeje? Hukumu yake? Tayeb, katika kuswali jamaa kuna masharti zaitwa shurutul qudwa, masharti ya kumfuata imamu. Miongoni mwa masharti ni ajue yule maamuma, an ya'lama almamumu intiqalati imami, ajue miondoko na miguro ya imamu wake. Kwa hivyo
ikikosekana sharti kama hiyo, mfano stima zimekosekana, hajui sasa hivi imamu amerukuu, hiyo sharti imefanyaje? Imekosekana. Hajui sasa anafanyaje? Sasa tufanyeje sisi? La kufanya ni mambo mawili, ima muendelee na swala zenu furada peke yenu, na ikiwa ni juma basi mtaendelea, mtatimiza ikiwa ni swala ya dhuhuri mpaka mwisho stima ikiwa ni swala ya kawaida hili, basi mtaendelea, ima kila moja kivyake aswali, na hiyo si bora, au mmoja maamuma wa kike atangulie mbele na wale wengine wamfuate, iwe jamaa itaendelea kwa namna hiyo. Kwa hivyo wataendeleza jamaa yao na watapata thawabu kwa kuendeleza jamaa yao. Lakini akilazimisha kufuata huku, sasa wamfuata vipi? Na wakati hujui sasa hivi yuko kwenye hali gani imamu, yuko kwenye hali ya kusujudu, yuko kwenye kupiga salamu, utamketu msubiri tu kwenye kiamu, wakati yeye hata swala pengine ashamaliza. Kwa hivyo ni namna hiyo. Kuna swala lingine pia limeulizwa na ni suala muhimu. Swala lenyewe ni kuhusiana na kutumia tembe kwa mwanamke kwa ajili ya kuichelewesha ada yake ya kila mwezi, ili adiriki ibada wakati wa ibada sahihi kama funga katika mwezi wa Ramadhani au haji, au vile vile wanazuoni wamesema shahrul asal, ile mwanamke ameolewa, ule mwezi ule huwa ni mwezi wa kuenjoy yeye na mume wake. Sasa mara huwa amepata ile ada yake. Sasa je, aweza kutumia tembe kwa ajili ya kuichelewesha ile ada yake? Naam, wanavyuoni wamesema inafaa, lakini kwa sharti alla tatadharrara almar'atu bitilka dawa, yani mwanamke isiwe ile dawa itampelekea kumdhuru, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la dharara wala dhirar. Yafaa kwa sharti isiwe ile tembe anayoitumia itamsababishia madhara. Ijapokuwa leo wengi wasema hizi tembe zimekuwa na ila fulani, tena hasa kwa wale wanawali ndio wasema si mzuri zile kwa afya yao kabisa, afadhali hawa walioko kwenye ndoa. Ala kulli hali madhara yake bado hayajahakikika, lakini ukijua tembe hii nikiitumia itaniletea madhara, basi ufai kuitumia madhara. Kuenda kuitumia ni kujipeleka kwenye madhara, na hili pia imekatazwa. Mwenyezi Mungu asema wala tulqu biaidikum ila tahluka. Lakini ikiwa ni tofauti na hivyo, mwanamke aweza kutumia tembe kwa ajili ya kuwahi wakati wa ibada ya saumu, kufunga kwa wakati wake, haji vile vile, kuenjoy na mume wake katika ule mwezi wa kustarehe, yafaa kama hatodhurika kwa kutumia ile tembe, sababu hakuna makatazo, hakuna dalili ya makatazo iliyokataza mwanamke kutumia tembe, na asli katika vitu ni al-ibaha mpaka ije dalili ya kuharamisha. Kama kunao dalili ya kuharamisha, basi tumwambia ile imetoka kwenye ile jawazi, imeingia kwenye nini sasa, imeingia kwenye hurma kwa kupatikana dalili ya makatazo. Haya ni masala muhimu ambayo huakithirishwa kuulizwa. Sikukumbuka pia, lakini tungeoanisha na yale masala ya saumu kule nyuma kama ambavyo tulielezea. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikie kwa haya machache, tupe elimu yenye manufaa, na tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aijalie hali ya dunia inshallah iwe ni hali ya amani. Mwenyezi Mungu atuenezee amani huku tulipo na duniani kote. Mwenyezi Mungu azitulishe hizi zita, hizi fitna, hizi siasa ambazo zapelekea kwenye mgogoro. Mwenyezi Mungu atuafu nazo hizi zote, awape Waislamu nguvu, na wajalie wale wasiokuwa Waislamu waione nuru ya haki na waifuate. Atujalie kwa minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wala